Naitwa Natengia, ni afisa kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Tuko hapa Singida kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma Tanzania kuhusu madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, tuna mikakati mikubwa minne, na mkakati mmoja wapo ikiwa ni kutoa elimu kwa umma Tanzania kuhusu madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini tutatoa elimu kwa wanafunzi kama ulivyoona, wanafunzi wa shule za msingi, sekondari, vyuo vya kati, vyuo vikuu, vijana soko katika mfumo rasmi wa elimu, lakini vile vile tunatoa elimu kwa viongozi wa dini na serikali, tunatoa elimu kwa wazazi, walezi, na tunatoa elimu kwa wasanii au wanamichezo. Kwa hiyo leo tuko Singida na tumetembelea shule takribani 10 kwa manispaa ya Singida, lakini vile vile tumefanya vipindi katika radio Standard ambayo inarusha masafa yake kwenye masafa ya 91.1. Kwa hiyo lengo kubwa ni kuambia umma wa Tanzania madhara yatokanayo na matumizi ya dawa za kulevya. Kama tunavyojua kwamba kwa mujibu wa sensa tuna makazi, idadi kubwa ni vijana, wako takriban milioni 21.3, na wanaojiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya ni vijana kuanzia umri wa miaka 13 hadi 35. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutoa elimu hii. Tunapita kwenye shule, tunapita kwenye vyuo, tunakuta vijana ambao wasiokuwa katika mfumo rasmi wa elimu ili kuwaambia madhara haya ya dawa za kulevya. Na dawa hizo ambazo zaidi zinatumika hapa nchini ni kama vile bangi, mirungi, na hiyo ndo hata katika ukanda huu wa Singida ndio inatumika zaidi. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa kutoa elimu hii. Labda mmefanikiwa kwa kiwango gani kuwafikia hawa watu ambao mlitarajia kuwafikishia elimu? Kwa kweli tumefanikiwa zaidi ya 98%, kwa sababu tulikuwa tumetarget shule 15 na tumezipata na tumetoa elimu na wanafunzi wamefurahi kupata elimu hii, na hata tumesaidiana na viongozi wengine, tukiangalia kwamba tuko na diwani wa kata hii, tukiwa na waandishi wa habari kutoka Standard FM. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa kweli, kwa sababu pia na walimu wameonyesha ushirikiano na wamepokea elimu hii kwa uchanya zaidi, na wanafunzi pia wameelimika na wameahidi kuwa mabalozi wazuri wanakoenda, kwa sababu tumeelimisha hao. Lakini tunaamini kwamba watoto hao wanatokea kwenye familia, watarudi kwenye familia zao, watakutana na marafiki zao na wataendelea kutoa elimu hii. Kwa hiyo tunaamini kwamba, na slogan yetu tunasema kwamba Tanzania bila dawa za kulevya inawezekana, lakini pia kwa vijana wetu tunawaambia kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Labda kwa kuhitimisha, nini wito wako kwa jamii, lakini pia mawasiliano endapo kutakuwa na jambo ambalo linahusiana na madawa ya kulevya? Karibu. Tunaendelea kuambia kwamba jamii, yapo madhara makubwa sana kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Yapo madhara ya kiafya, yapo madhara ya kijamii, yapo madhara ya kisiasa, kidiplomasia, lakini vile vile madhara ya kiuchumi. Tunajua kwamba vijana ni nguvu kazi ya taifa, na tunavyojua kwamba vijana ni nguvu kazi ya taifa, wakijiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, hakika tutakosa watu ambao watafanya kazi yenye weledi na tija na maendeleo kwa taifa letu. Kwa hiyo tunaendelea kuwaasa vijana wajiepushe kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinapelekea vijana kujiingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya, ikiwemo tamaa, lakini pia kukosa zile stadi za maisha. Kwa hiyo tunaendelea kuwasihi vijana, unapokutana na changamoto yoyote, usijiingiza kwenda kutumia dawa za kulevya. Ni tatua changamoto hiyo bila kusababisha matatizo mengine. Usijiingize kwenda kuvuta bangi au kutafuna mirungi. Tafuta njia sahihi ya kutatua changamoto zako. Usijiingize kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Lakini vile vile tunaendelea kuambia kwamba vijana wasiwe na tamaa. Tamaa ya kupata mali kwa haraka, tamaa ya kupata fedha. Unajikuta unakuwa na tamaa, unajiingiza kwenye biashara haramu ya dawa za kulevya, mwisho wake unaishia kwenye mikono ya serikali, ambayo unaingia sasa, unakuta unaingia jela, labda umekutwa na hizo dawa kwa sababu unafanya biashara haramu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo tuendelee kuasa, lakini vile vile madhara ya kijamii. Mtu yote ambaye anatumia dawa za kulevya, kwa mfano anavuta bangi, haaminiki kwenye jamii.
haaminiki, ni mtu ambaye anakuwa haaminiki, hata familia haimwamini. Kwa hiyo tunaendelea kuwaasa kwamba waachane na matumizi ya dawa za kulevya ili waweze kutimiza malengo yao. Waweze kutimiza malengo yao. Vijana ni nguvu kazi ya taifa, lazima tulijue hilo, lazima tuwe wazalendo, lazima tukatae hizi biashara haramu kwenye maeneo yetu na kwenye taifa letu. Mawasiliano, wapige namba ipi? Kwa yeyote yule, kama vijana wazalendo, ukiwa mtaani popote pale ulipo, mtu yote anayejihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya, toa taarifa kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kupiga namba 119. 119. Toa taarifa kwa mtu yeyote ambaye anajihusisha na hii biashara haramu ya dawa za kulevya, aidha kwa matumizi, anasafirisha, anafadhili au anazalisha. Toa taarifa kwa kupiga namba 119. Taarifa ya ukweli, usimsingizie mtu. Usimsingizie mtu, toa taarifa ambayo ni ya ukweli, ambayo haina vinyongo, haina visasi. Na taarifa hiyo ni fiche. Taarifa hiyo iwe fiche, usianze kusema kwamba nimetoa taarifa mtaona kitakachotokea. Ukishatoa taarifa tunza siri. Na iwe ni fiche na usimsingizie mtu.